Yeah. Welcome back to this platform here. Panic is making everybody sick. So if you've not taken this issue of coronavirus seriously, then you better do. COVID apargo chico boy. Number 1 Kenya mzima, East Africa, mambo ni hapa. Kila kitu ni tamu zaidi. First, niko salama salmini, a bit of homa here and there, but you ni normal, being that panicking, kupanic tunapanika hapa and everywhere in the world, inafanya mtu tu akue mgonjwa, inafanya your immune system inakuwa weak. You know, the more you panic, the more your immune system becomes weaker. And then you're just getting symptoms of stuff, you know? It's just a bit stressing at the moment. Sijui virus ya ina gani, lungs ndio inataka. So inafurahia mtu yoyote mwenye anaisaidia kuingiza ndani ya lungs. Ndio maana mnaambiwa msitouch your face, cause ikifika kwa face inaenda through your nose, through your mouth, alafu inaenda inashika lungs. Na lungs inasaidia kubreathe. Yoluo ginokose mako. Okinyali weyo. Tomano is the problem, cause breathing is life. Si shida kikmen corona go nyak mako. Ano se mako ki malaria, se mako gango. Wate katana wacho gani corona kunyal maka. Okinyal maka niki sasa osega maka 2002 gino se maka nisha shiko na kila kitu. Lakini the problem is hii sasa si tu ya pua ya kutoa makamasi na stuff. Hii inatafuta lung yako. Kose mako your lungs and you can't breathe, you can't be helped kwa sababu kama Kenya hizo matubes za kubreathe hakuna. Zile ziko free unapatia wadosi. Pay as you earn. Kama uko na pesa unalipa unapatiwa hizo matubes una breathe. So mna understand? So keep that social distance. Ni nini but then useme kwa patia malike lakini siko serious about it, like na pray for you. You know, some friends of mine nilikuwa na mabashi weekend. Yeah? Very serious bashes. Lakini mshabu vizuri maze hata kama unaona ni kama itakushika lakini just be careful about the next person. Maybe among your group of friends kuna ule mtu mwenye akona na problems za kifua. These heart problem tukonga nazo shule, kila mtu alikuwa na heart problem. Those are jokes, sasa tuko serious. That your friend mwenye una invite kwako ama mwenye una invite kwa party ama mwenye unataka kumfurahisha, akishikwa sasa hiyo kitu utamsaidia aje? Cause huwezi peleka hosi hakuna breathing hizo tubes. Hata kuna time ya kumpampisha. Kama sisi hapa Ujerumani, sisi hapa wenye our hospitals ziko sawa. Ndio tunaambiwa kama unaweza kujisaidia nyumbani, usishughulike na kwenda hospitali. Wanasaidia sasa, especially only corona victims wanasaidiwa. Sasa kama kuna mashida zingine, then wewe saidika. Utaenda ukufe tu. So if you hate your people, if you hate your families, then go against the law. A time is coming when hata hiyo luxury ya kwenda nje utaona wewe mwenyewe kwa sababu first of all supermarket haitakuwa na kitu. Secondly, uizi utaendelea kwa mingi. That is why hata mkishop mfikirie wenzenu. Watu tu wasafa pamoja. Ni beta kusafa pamoja than mtu mmoja asafa mwenyewe. Unajua hata kuna chomeka, hata Mungu amelasai moto tuchome. Ni beta tukichomeka as a group than kuchomeka mtu mmoja. Bottom line is, nunueni kama unaweza afford nunua. Na if you can buy for your neighbor, hakuna haja ujibaie mingi na neighbor wako ako njaa, saidia. Na sisi watu wa diaspora, sisi hatuwezi kutumia pesa sahi. Hatuwezi kutumia pesa kwa sababu most of the parts of Europe iliniwaambia tuko lockdown. Hii lockdown, watu hawezi enda job. Only a few wale important kama nurses wanaenda job, bosses wa companies wanaenda job. Sasa mtu akikufa, na kwambia this is the first time ndakaa hapa bila hata kustressika kwa sababu siwezi kuja kwa matanga. I can't. Sisi sababu sitaki, but sababu haiwezekani. Hakuna ndege, hakuna pesa. Rule pia inasema hapa majuu saa hii nikikufa hata saa hii kwa hii nyumba saa hii watu wa kwetu hata niona kwa sababu nikikufa hivi wanakuja kunitest wakirealize ni corona imeniua hivyo vile nimeenda, hakuna bye bye, hakuna ninaenda kuchomwa alafu watu wa mochari watu wa kuzika wananizika wenyewe. So advantage tu ni saa hii hakuna stress ya kutafuta kaburi. Ile kaburi iko hapo ndo utaingizwa. Sasa sijui kama bili itapatiwa na family, I don't know, but ukikufa unazikwa hivyo. So don't think ati uko Kenya vile mmeambiwa ati kwa funeral hakuna kukaa more than 15 people ati mko vibaya. Nyinyi kwanza mko in luxury. Ati bado mnaambiwa 15 people wako kwa funeral. Hapa hivi hakuna hiyo funeral. Hakuna kuzana ogopa wala kuja kwa funeral pia hiyo tutawashika. Wako very serious about kutembea watu wawili. Nyinyi bado mko huko Kenya naona mna complain, bado mna nini? Mnajua waheshimiwa wote sasa wako home. Hakuna mheshimiwa wako majuu. Wale waheshimiwa wako wanapatikana Kenya sasa wako wote home. They are all within the country. Sasa ile mnasenga wameenda majuu, wameenda na treatment. Sasa hiyo wakigonjeka hizo hospitali nyinyi mnadhani mtaenda sijui Karen Hospital, sijui Nairobi Hospital, hamtapata chance kwa sababu waheshimiwa wote wako huko.
So wewe common man, kama huwezi sikia instructions sasa ukae nyumbani pole na practice social distancing, utapelekwa hosi gani? Kwa hizo hosi zingine za reja kama ile yetu ya Kisumu ile inaitwa Russia, haina anything. Watu wa Kisumu wanaweza complain sana kitambo, a big referral hospital, lakini hakuna vile inasaidia watu. The other one, district hospital, sio kama ilifungwa. Iko kwa land kubwa, iko na buildings na nini, lakini badala watu wachukue hatua on time, sasa wamechaguliwa wa renovate hizo hospitals was a fail, wanna think of something else. Kenya government doing? What is Mr. Nyong'o doing? Nyong'o is doing a lot of nothing. What are you doing, Nyong'o? Nyong'o, where are you? It is bad for a patient to stay in hospital from 10 to 2 without any treatment. They just want to impress what was BBI. Mtu ajua kitu kinafanyika kesho. Nobody knows tomorrow. Sasa hauna sahi, tumefika kwa point yenye hatuwezi saidika na hizo mahosi wasiona hata beds na hakuna. Kitanda ya kulalia ndio hakuna. Russia hata mama akona mimba ana have kwenda privately place nyingine kufanywa x-ray, kufanywa ile scan ya tumbo, alafu aende kwingine tena kwa private hospital nyingine pengine, aende fanywe blood test, aende kwingine. Yaani uko kwa hosi na huwezi saidika hapo. No, Kenya anasema ati sisi tumezoea vifo zetu hapa. Kila election sisi uliwa. So shutiwa hapa kwa streets. Tumezoea tu kufa. So kufa na wewe mwenyewe kwa live. Mtu alikufa hata ongee. Ana hata hiyo chance ya kuongea. Wewe bado kwa live unasema si kufa. Wewe ulikufa wapi? Mnaweza dhani ni mchezo huko Kenya saa hii, lakini hapa hivi sisi tunaona reality. In fact inasemekana hata hii year maybe, yani it's just alleged, watu wote watarudi shule because inaongezeka first of all, and secondly hata si ati ni story ya corona pekee inafanya watu siende shule. Ni njaa inaingia. Huwezi peleka mtoto shule na ana njaa. Huwezi peleka mtoto shule na hizi pikiwa shule. Huwezi peleka mtoto shule na walimu wana njaa. Njaa inaingia. That's the worst thing inaingia na hii corona. So wasee wanaingia online mostly. It's better tuanze kupractice online because future haiko bright. Itabidi every school, hata kama kitu reduce kidogo in summer, ita reduce kidogo in summer, lakini baridi kianza kuingia, hiki kinakuja tena. So wana have to kuwa careful. Unajua sasa kama hizi countries zinaweza zilishajiwezesha at least wana prepare for that because unajua winter inakuja from September tena after baridi imerudi chini, joto imerudi chini, hiki kitu itakuja tena double portion. Msidhani ina disappear kesho, ata disappear 2020, inaweza disappear 2025. Alafu kisha disappear 2025 ipotee maybe 10 years alafu irudi. Lakini kumbuka from today mpaka 2025 ina take how long? Ndio maana maswali na digital. Sasa kama unaweza kufundisha mtoto wako sasa computer, you better do. Na kumbuka mwalimu wetu Mr. Diambo nikiwa primary class 8, Tomo Gulo Diambo, alikuwa anatuambia, "Ati do you know one day itafika time hata mtakuwa mnaandika na kalamu, ati computer itakuwa inawaandikia." Alisema kikijaluo sana, yani kiushamba, but I'm seeing the seriousness now. The world has become digital. That is what he was trying to predict for us. Niko nafikiria jana usiku nasema huyu Mr. Diambo alikuwa naona mbali sana. Cause sahi nasikia kwa news, kwa radio, walimu wanaambiwa waanze kutafuta platforms online za communicate na watoi wao because pia wana need salary. Na watapataje salary kama hawezi register kwa hizo websites zimetengeneza mashule online. So most teachers wanaanza kuregister kwa hizo online schools ndio walipwe hapo wakifundisha wale watoto wenye parents zao wameweka kwa hizo online schools. So kama hujaanza kutafuta online school for mtoto wako saa hii, kama shule anaenda haiko connected digitally, then just in case anza kutafuta online school. If atona unataka mtoto wako asome, tafuta online school, uregister mtoto wako hapo ndani. Because walimu wao watahave kama wanataka job, watahave pia wao kufanya nini, kuregister kwa hizo online schools. Wafanye nini? Wasaidie wasee. Sana young teachers, wale 25-year-olds, 27-year-olds, because huku Jerumani kuna very many young teachers, wale wako digitalized. Washaanza because unajua anyway, that is the thing. Lazima wasee wajipange. Sasa ni online, story ni online, lakini pia hatujui tutakaa for how long na stima. Sasa hiyo disadvantage sa countries kama Kenya for example, ama hizi countries in a struggle. But I would not even talk about Kenya. Kenya inasemekana huku majuu nasikia hizi vitu. Ndio maana naongea Kiswahili tena, acha niwarepeatie hiyo. Inasemekana Kenya yetu, Africa, Kenya is one of the countries zile ziko na good economy. Tuko na very good economy. In fact, I think tuko ranked, I don't know, something 16th ama 60th ama nini kwa African countries. Kitu kama yani tuko kwa hiyo list. Kenya iko na very good economy. Yenye wakitumia kili sahihi ama tukiwa na good leaders wala nafikiria wengine, tunaweza jiorganize. Ukienda Kenya ukitembea kule Karen, unaona zile shule zinaitwa Cambridge, zinaitwa what schools, Cambridge what, Brookhouse. Kama our president, because president unajua kuna powers ya kila kitu.
Hizo schools zina belong to what? Zina belong to the outside world, yes. Lakini sasa kila country iko na powers over country yake. Because ukideclare state of emergency, una rule over everything. Anaweza kuwa seme, hizi pesa ziko kwa hizi mashule, hizi mahelicopter wasa wana fly, to save your dough. Alafu to digitalize kila shule. Na wasa wata survive tu. Then kwa country mmefungwa hapo, hauwezi na popote, mko within your country, you have powers over the country, lakini bado kuna watu wako too much on top kushinda wengine. Yet actually Mungu anajaribu to levelize. Kind of Mungu pia kuna finger yake kwa hii kitu. Cause Mungu wetu yuko, si ati hayuko. Tusimclose out of this thing. Ako a part of it. Maybe anajaribu kutuonesha hizi mavitu, kutufungua macho, kutuambia you know what, tunakaribia end times, lakini nawapatia chance, mjicleanse. Kuna vitu mnachukua for granted, kuna vitu mna misuse, kuna vile mnanisahau. So kila country wamefunga milango zao, ndio mjipange, mfungue macho muone nini tunafanya wrong, nini tunaweza change, nini hizi makelele wa BBI tuachane nazo kwanza ama tuachane nazo kabisa, cause haisaidii at all, ni a waste of money. Roho safi napenda baba na roho yangu yote, hata yeye anajua. Lakini hizo makelele zina waste time. If they are good, wakae tu chini waseme, you know what, wale wadosi wako na pesa mob sana, cause kuna wadosi wako na extra money, na hizo pesa ni pesa za gava, pesa za wananchi. Ni pesa za wananchi, ni pesa za Wakenya. Zenye zinaweza destabilize what economy yetu. Vile sasa hapa for example, vile wanafanya. Hizo pesa za wadosi zile extra sana hizo. Zirudishwe back. Watu waache kuwa selfish, alafu wa make sure kila mtu anakula. Wa make sure wase wanaweza uza mafuta zao online. Tume close down huku Germany pia, tume close down France, tume close down Italy. Lakini watu wa post wanafanya kazi. Watu wa unajua, because hakuna vile unaweza funga mtu kwa nyumba yake na ana food. Supermarkets zinafanya kazi, chemists zinafanya kazi, nini tena zinafanya kazi, hospitali zinafanya kazi. So hata kama mnafanya Carrefour sijui what in Kenya, lazima pia president nao wajeshi wakumbuke watu wana need ku move from left to right. I mean, ku pass on vitu. So ndio mama mboga, this is now my idea, mama mboga aweze kuuza mboga yake online, like WhatsApp. Unaona? Mtu anasema anataka mboga ya maybe ya 50 bob. Alafu anatumia mama mboga pesa kwa WhatsApp, na mama mboga anaweka mboga kwa kurio. Kwa kurio ni kama hizo uber pikipiki. Ipelekee mtu anataka mboga. Na kila mtu mara anatupa pesa yake. This is what is happening in Germany. Sasa hata hizi ma coffee shops wamekubaliwa, yes, they can still make their coffee, they can still make their cakes, they can still do whatever they do, restaurants, lakini mlango imefungwa. So tuko online. Ukitaka pizza, unaorder pizza, alafu mtu wa pizza, mtu anauza pizza, anaweka pizza kwa kurio, anakuletea. Sasa wewe unalipa online. Kama sasa sisi tunalipa na PayPal. Sasa nyinyi watu wa Kenya for example, nyinyi mnalipa na M-Pesa. So ukilipa na M-Pesa, ule kitu tunataka hiyo mboga, pizza, nini inakuja. So baada economy inaendelea tu at least kusurvive. Sasa mama mboga yeye atafute tu ka store ama nyumba yake hapa, atafute karunka moja kasafi, alafu aeke hizo mafuta zake clean safi, azipige mapicha, alafu aeke kwa page yake kwa Facebook ama kwa wherever ama kwa WhatsApp status. Alafu sasa wewe mwenye mzee wako kununua mboga yako kwa ule mama mboga, ununue tu bado. Sasa hawa watu wa mama mboga pia suppliers nao pia si wanajua watu wao, wawapelekee hizo supplies, ndio maisha bado iendelee. And meanwhile ikingoja ile plants zako, so by the time vitu ziharibike kabisa, by the time tukue kwa ile emergency kabisa, watu watakuwa wanaweza jisurvive, because at least pia mboga zako zimesha mea kwa compound, nyanya zako zimesha mea, usha store vitu kidogo. Alafu tunaweza jiexchange pia vitu tunafanya hapa jamii, ndio nawaambia. Hapa like where I live, tuko online na my friends. So kama uko maybe na mtu anataka rice, na wewe uko na hiyo rice lakini unataka maybe nyanya, mnaongeana alafu mna meet mahali nje, alafu on a distance mnaeka hiyo nyanya kwa like tuko na hizi unajua trolley ile move, unaeka ndani alafu unamsukumia anachukua, na yeye anakuwekea hiyo rice hapo ndani, anakusukumia unachukua, tuna exchange. So anything you buy more na mwingine anataka, you can ask huyo mwingine nini uko nayo unaweza nipatia na mimi nikupatie hii tissue unataka. Watu wanajisaidia, sababu siku moja itafika point nyinyi wote mtakuwa nayo. Tunaelekea hiyo point. We might have not lived to see hizo wars at 19 see when the Cold War and First World War and Second World War ilikuwa. Hatuku live to see. Lakini now this is the reason why we should understand that hakuna mtu alisema ati hatutawahi live to see. Sisi tumekuwa tukismile hapa nje, modern world, tuko modern world. Hata utaki kusikia history, utaki kusikia stories za vitu zilifanyika kitambo.
If you could just listen and see how those people survive those wars. Tuko sahi kwa kawo. Tuko kwa kawo kidogo hapa sahi. So sidhani tu ni corona story. Kuna vile pia mainchi kama China na Amerika wanapigana. Wanapigana verbally, wanapigana na mavitu zao. Jo China goyo jo Amerika nyali. Jo Amerika goyo jo China nyali. King used gine like list sane. America top gidio matu gitu mar corona ni. To chonchen jo China. Nina gotchma in between America gi China. Because America ginga giants mag economy in the whole world. To okihero la ngama yogi, mano tandira. E omio gigo ga Israel gigo gi mora mora. America doga ni mondo gibed the strongest. Mano gi manitiere. To gisega bedo the strongest for a long time. Jo China sani to saka kao magi fonyo kuonde ma ginyalo invest here. Because Africa is the future. In everything, music, gimana mora Africa sani future. Kuma no wecha. Kuma ne gichako go kwalo wachoncha. Ema sani kendo jidokie. Koro China njo se riekre. Mose ose invest Africa. Magi own ga Africa mzima anyway. Gi own makasa ni okipi kwa yokamu wachul gideniki. Gibira. To gino jo America ok morgo. Yani jodongo ma America ok gimor gi wachno. Ok gimor gi wachno ato. Ema miyo gigore gi jo China gi. Corona binti atia. Lakini magi momiyo gigo krom omedore. Ko maybe magi momiyo begino bedo pushed into us. Nikech corona no bende ok do from nowhere. Corona be nyaka bede ni jomoko scientists moko ma from one of the two countries ntika ko mix gino wame mix it tunapo ndani monde o gi affect godo jomoko nikech ging'eyo ni mano e gima nyalo ketho piny. Ja science moro osefwenyo ni gima nyalo miyo mondo waketh piny mondo warule piny ni or mondo wa stop gimoro development ma jomoko to en ga goyo risase goruok or kelo tuo mane matieko ga economy. To ero ncha to osefwenyo kanyo ni nitiere gima nyalo tieko wa to ero tieko wa dier. But gina between the China and America. Ema koro ni affect wate. Mane gima timore. Koro ine, you're being told pray nyumbani. Gigo acho pele ni hawa. Lemuru gayot. Antiere nyani lemu gaoda. Hadi kanisa kan kure. Kantiere dala. Hadi kanisa. Kino ka leo. Tok ni okuwara. Ok ni okalem. Alemo pile kenda ati msamana preach ndolongo ita preach no gospel Sunday malokata. Ale mwangima kendo anyalo loso kodu kama kendo pod Nyasaye oketa ka eni una los kodu ko nyisu ni yawa lemure ot kidhi kanisa sani ni udhi unudwa udhi lamo kia Natasha kio udhi lamo ngawa ngato ntiere mi bedo ni tuo e dieru kanyo nyalo nego uduto to ka ngi tuo ibido isolated gibido ngore quarantine ni en isolation kisa bedo isolated. How are you going to eat? Ibo chimo nade. Mano is the thing. Okni koro tamu di kanisa ni koro duaru. Okni koro tamu di kanisa ni koro idua tieknu kanisa uno. Padri kadoro bede kanisa, kadoro mondo lemnu adi. Toka dia online. This is the message I'm trying to get to. Unajua? Ombeni tu nyumbani na kama mnapenda huyo padri wenu sana ama pastor wenu sana, then mwambieni akuje online, mnaweza mpatia sadaka ya kununua bundles. Preachie online. Kama ni sadaka anataka msaidie. Kama ni pesa anataka, maybe kanisa ilikuwa business. Wapenzi wake watampea kwani? See, you just help, you just fund your friend kama unataka. But tumia pesa yako kwa only what is needed, not what is wanted. Saidia mtu mwenye really hana. Saidia yule mtu mwenye hana kwake. Saidia yule mtu analala kwa baridi. Saidia yule mtu mwenye yenyewe haizi. Wale watu wana mikono, hakuna mikono, mguu zilikatwa. Wale sasa wana hata corona ikimshika hakuna vile anasaidika. Saidia huyo. So, just start thinking, msave pesa, msikize president, lakini president pia mnamwambia tu kweli. Sisi mapictures wa Facebook. Tunakuanga yani atuchukuliwangi serious. But I hope mtu mwingine anachukuliwa serious hapo hapa, mwenye anaweza pass your message even further. Ndio watu wasaidike, si kukafua tu watu puff na wase wanadhani tu corona. Si corona peke yake sweetheart. Angalieni Italy. Si kwa ubaya wakati tafadhali poleni. Msinichukulie vibaya. Lakini Italy ndio capital city ama capital country ya Katoliki. And you know, Catholic imekonga powerful. Mpaka na sisi wa Anglikana, kuna hizi prayers sema hizi I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, he was crucified and was buried. He said, I believe in the Holy Catholic Church. Sasa, hapo ndo nakachini nauliza, who wrote this thing? Because I believe in the Holy Catholic Church. Na sahi Catholic Church yenyewe, like au ndo sasa wako stricken more. Vatican mali Pope wa Catholic anaishi. Iko Italy. Katikati Italy, Rome. In attracting the most tourists. Wale wa Chinese na makamera. Wanaenda Rome for tourism. Rome ni part of Italy. Lakini ile Vatican, pale mali Pope anaishi, inakuanga country ingine.
I'm not sure, but allegedly, the Pope is close to God. So I rule another president. Yeye ni president kivyake. Yeye ni ruler kivyake. Yeye ni untouchable. Sasa unajiuliza, mbona Mungu kawacha untouchable? Kawacha ule mtu close to yeye kabisa. Kawacha ile country ina house nyumba yake na vitu zake zote. Kastraikiwa hivyo. Hiyo sinaambia tu nyinyi wote ati kila prayer, no matter where, kila prayer inafikia Mungu. Hiyo prayer yako ndani ya nyumba yako. Ile prayer yangu Mungu pray hapa ndani 5 times a day. Mnaweza niona nikidance hapa, lakini dancing is just to keep me fit na kujientertain. But I pray when I wake up, I pray at around 11:30, I pray at around 2:30 hivi. And then I pray when I'm going to sleep, and then I pray at 2 a.m. Mama mkiniona kwa Facebook hapo masaa 7 ya usiku, mnaona bado tiria kwa Facebook. Na ngoja tu kupray ndio nini nilale. So saa zingine nimechoka usiku, nikilala mapema na najipata nimechoka mpaka siwezi amka. And it's a rule for me kuamka at least 1:49 ndio 2 a.m. ipate kama naomba. Hiyo ndio inakuwa tu believe yangu cause vile nilikuwa na grow, nilikuwa nasikia watu akisema ati mashetani huwa zinatembea saa 8 ya usiku. Hiyo tu ni like German say abaglaub. Nini mabeliefs tu zangu moja mbili. Hiyo saa si lazima mchukue. But inanisaidianga. So nikiona leo nimechoka sana, leo sidhani kama nitaamka saa 8, nakaa hapa nafanya vitu zangu na watch movies na edit my video zangu mpaka around saa 7, alafu naenda naomba, alafu naingia kwa bed hapo tu. Mpaka nimekuwa na problems za knees hapa kwa sababu ya how long I can kneel on the floor. And pia nili grow up nikibelieve ati lazima ni kneel before the Lord. Like nikisimama nikiongea na Mungu hivi, na feel ni kama na disrespect. That is just me. Si ati lazima ufanye hivyo. Mungu anasikia prayer yote. Prayer kama ni genuine, hata kama unatembea kwa barabara anasikiza. Hata kama unapika ugali na una pray anasikiza. Si lazima kneel down. Si lazima ufunge macho. Just pray all the time. It has brought me far. Just use your mouth and your heart and pray to God. Na si lazima ikuwe long prayer. Si tuna pray I just pray naambia tu Mungu wote. Ninaambia Mungu leo niko weak. Leo I'm feeling so weak. I'm feeling threatened. I'm feeling fearful, and you've not given me the spirit of fear. Please strengthen me. Kama kuna makosa nimefanya mahali, nicleanie tu hiyo makosa haraka. If at all kuna mtu ako angry na mimi, Mungu sisi mreach siju ni nani, but muambie on my behalf nimesema pole. And then nasema in Jesus name I pray, amen. Alafu na make sure every day nimesema the Lord's prayer. Kwa sababu Mungu alisema kwa Bible vile nilisikia ati the Lord's prayer is enough. So if you're too lazy to tell him more, if you're feeling too lazy to like praise and worship, just say the Lord's prayer. Ime cover up kila kitu. Si ati mimi ni anti-church, hapana. Church mimi huenda kama niko home. Church napenda. But kuna church YouTube. Kuna church everywhere. You don't have to go now when you're being told ni dangerous for your own health. Na kama una feel si dangerous for your own health, ni dangerous for other people's health around you. Sasa imagine hata mama yako mzazi akikufa na uko majuu hapa, uweze na kumzika. Rafiki yangu mwingine aliniandikia jana ati sister yake mtoto wake aliingia kwa well ya maji. Mtoto wake alikuwa anacheza tu nje. Vile hapo amefunga shule sahi, akaslide kwa well akaanguka. Unaambiwa yani bila huruma, mtoe na within 2 days akuwa amezikwa. Sasa una time ya kwenda collect message kuambia my friends, kuambia nani, una mourn, uko down, umebreakika, una pesa, na mtoto wako pia unaambiwa you have to let him go within 2 days. Mna understand? Na sisi anaambiwa hivyo kwa sababu anachukiwa, hapana. Anaambiwa hivyo kwa sababu maybe yule mtu anakuja kwa funeral, maybe anakuja na corona, na itaua kila mtu hapo. Ama hata kama mko sawa, hata kama mnapendana, lakini there are people who also have it na wamenyamaza wajui. Because ikikushika ina take 14 days ndio ujue uko nayo. Nakatuka mahoma. But nimebeba hii virus. Virus ni kama parasite. Inatafuta mahali pa kusurvive. Iko na like hours ama days za inakaa mahali. Like ikinishika hapa kwa mkono, nisipoiosha na sabuni, inaweza kwa hapo mpaka nishike pua. So inasonganga tukipata tu ya kulanda hapa kwa pua yangu, then na slide ndani ya respiratory organs zangu ziko na tumakamasi ama tu saliva. Hizo mavitu za kuslide. Ukishifanya tu imeenda nayo. Next year inaingia na shika hiyo langi yako. Ukishashika langi yako, unakufa. So sikizeni maneno tafadhali. Sikizeni maneno, ni vile sasa government pia ifikirie watu wake. Sisi tuko hapa hata president wetu. Tunasema president wetu kwa sababu yeye ndio ako powerful, lakini anaitwa chancellor. Chancellor wetu alisalimia mtu mwenye ako na corona. Daktari mwingine hapo. Na huyo daktari si eti alikuwa anataka corona, ni vile ako na patients wa corona kwa clinic. Na sasa yeye ana advise government. Sasa lazima ngemeet na preso.
Sasa Prezo naye si akakafikiria kama shiko na kitu. So si akopea kwa nyumba anaongea tu online. And it's working really well, by the way. Hizi online meetings zinaendelea vizuri. Online whatever teachings zinaendelea vizuri. Kuna ma sites kama Zoom, kuna Skype, kuna FaceTime. Kuna vitu mob zinafanya kazi vizuri sana. Wajerumani wako very disciplined. Wako very disciplined. Hata ukiangalia kwa barabara sasa hakuna mtu anatembea. Na ukiona mtu anatembea ni mtu tu kuna umbo yake peke yake, because dogs lazima waende out for a walk. Wanaenda, tumekubaliwa kwenda nje, but from the same house unatoka tu mtu mmoja. Unaweza toka wengi mkitaka hata watu 10, lakini amtembei pamoja. Like sister yangu anaweza enda tembea na rafiki yake huko, mimi nitembea na rafiki yangu, brother yangu aenda tembea na rafiki yake huko, mkwe two but not from the same household. Ndio ivatoa nini nishikwe huko na huyu rafiki yangu anatembea naye nishikwe naye anipatie hiyo corona, nisikue niko na sister yangu hapo karibu. Hiyo ndio logic. Sasa mnaweza tembea, mnaweza ongea, mnaweza patana, lakini watu wawili. But mnaweza na supermarket tukienda wameka like 1 meter wameka ma sellotape kwa floor mali unasimama, but supermarket ziko wazi. Ni vile sasa hiyo social distancing, unasoma kwa hiyo 1 meter unasmama unanunua alafu unaenda, alafu wana encourage wasa walipe na kadi. Ndio unajua kushika pesa ukweli saa zingine iko na hiyo virus, kwa sababu umeshika wengi, mtu ametoka choo, mtu ametoa makamasi kwa pua, imebaki hapo. So ni better kufanya nini? Ni better kupay na kadi, because hiyo kadi yako mwenyewe unaingiza kwa ile mashini alafu unatoa mwenyewe. So it's easy. Ama unapay na PayPal, like I said. Nyinyi mnapay sana M-Pesa, which is very easy. Leo simu yako pia lazima disinfect. Si kuosha tu mkono na simu yako iko chafu. Simu yako pengine imebeba virus na ujui. Chukua hiyo disinfectant uko nayo. Na kama una disinfectant, chukua pombe. Si pombe yote, si bia. Bia hizi kukudini. Kitu kama whiskey, Black Label, hii ingine inaitwaje? Hii inakunga tamu, hii tunafanyanga nayo nini? Jaga bomb. Jaga Meister nasikia ni fit sana. Unaweka kwa nini? Kwa kitambaa hivi alafu not kitambaa but cotton wool ama hizi wipes za sura ama kwa kitambaa ya. Alafu unapanguza nayo simu yako. Sababu hiyo simu yako unaiguza sana. So unaweza osha mkono na simu yako iko na virus na ujui. Alafu unashika. Na ukishikwa na signs za homa, jaribu kujiseparate from family. Sababu hosi hakuna haja ya kuenda. Utasaidika. Hakuna haja. Just jaribu kujiseparate from family, jaribu kikombe yako ndio utumie, glasi yako ndio utumie, sahani yako ndio utumie. Ukimaliza unaiosha unaweka kando, ndio usipatie family pia kitu. Ni kama homa kabisa, but ni vile tu tunasikia ni homa yenye inaisha inarudi. Inaisha inarudi, inakuja na ni kama inatest kama malaria plus homa pamoja. So ukiona homa yako imekuja ika stop, tena ikarudi mafiva, ndio unasikia ni kama kifua yako inajiuma hivi. Hiyo ni corona. Cause homa ya kawaida ukuja, alafu 1 week inapotea. Alafu inakaa hata 6 months, ama hata kama ni 4 months, alafu inarudi tena. Na kama ni homa tu ya dust, inakuja hata 3 days inapotea. Kama ni homa tu ile ulifungua dirisha usiku ukalala na dirisha baridi, pia inakuja inaisha. Lakini homa inakuja inakaa, ama hizi majioni unafeel uko na fever, jioni unafeel mgonjwa, unasikia joints na kuuma nini, na mchana uko sawa, lakini uko na homa, hiyo ni corona. Cause ina test kama malaria kidogo hivi. So be careful sana guys, be careful. Wale nuambia please also learn to save. Unatumia pesa unaenda unafanya nao, unanunua nao, unaslay nayo. Hey, kuslay si imeisha. Sasa hivi kusurvive, because hata waheshimiwa sasa hivi bibi zao wako happy sana nyumbani. Those who don't see their husbands because their husbands are on campaign, those are the ones who are always busy out with slay queens. Na mabibi zao wanasafa kwa nyumba. Now they are home. Sasa hiyo kuweza ndio mtu anaenda mahali. Sababu your wife will just call the police and say you have corona. Yeah. That's what to do now. If your husband doesn't want to stay at home to self-quarantine, to be with you in the house, and they want to travel, just call police. Yeah. So at least this corona, the advantage of it is inafanya watu wakuwe responsible. Like the slave queens wale depend on bwana za watu. Now you realize the husband is needed at home. The husband has now chose his family over you. Wale depending on bwana za watu completely 100%. Hiyo pesa mnanunua nazo manini manguo sijui mnataka kuslay nazo. You better sell those clothes now when it's still sellable. Usave your pesa ufanye nayo kitu. You better start looking for a way of having your money now. You better start finding sources, because like I'm telling you, if worse comes to worse, countries who are very developed watakuwa na internet. Na wale zile countries hawako developed, hautakuwa na internet. I think on Saturday tulikuwa nje, nilikuwa kwa polini on Saturday. So usiku tuko hapo nje, tunaangalia stars. I don't even know how I started looking at stars. I don't know. But then I saw like stars are moving. Nikaka sema wishing star, I wish for health in the whole world.
Mimi kwa dhani star ina move ni wishing star. That is how I grew up knowing. Na sasa unajua at such point ukiona star ina move haraka unadhani ni wishing star. No na tu ni mingi. Kidogo unaweza Pauline si normal. Ama dunia inaisha. Ama tunakuwa watu wa American Secret Service wanatuangalia. Si nikakimbia kwa nyumba kuangalia kwa Google na mnasikia ni satellites. Juu watu wa Skylax, juu Skyward wana launch satellites, wamepatiwa license American satellites za internet. Hapo nakwambia what I'm trying to tell you with that is that internet ile mnatumia ya Safaricom home sio yenu. Wana depend on the satellites za watu wa America, watu wa nini, watu developed. Ndio wako na satellites over the world they connect your internet. Kama itafika time yenye Kenya haiwezi lipa for those satellites, hakuna vile mtakuwa na internet. Ama ikiwa itakuwa for those who can afford it. It will be there, yes, because Safaricom is paying for the satellites. Na with satellite same ile satellite dish ya kuona DSTV ama ya kuona Zuku, hapana. Satellite iko above the sky, yuko juu kwa space. Ukiangalia usiku kama kuna clear nini utaona vitu zinapita hivi, stars mingi. Ni satellites zinakuwa launched into the space and the price will go high. So Safaricom also has to do what has to like raise their bundles price. So if you can't afford it, how will you be on the internet? So say don't go luxury. So don't take anything for granted. And sasa itafika umeme like kama sasa hivi mfanya close down, hakuna mtu anafanya kazi Kenya Power ama hakuna mtu kwa ofisi, unalipa unalipa lights na token ikisha na hakuna mtu kwa ofisi ya watu wa Kenya Power, utafanya nini? Because wako close down ama because hakuna pesa ya kuwa pay because economy imekuwa mbaya. So na kabila steam utarudi back to tap how people lived in 1944 ama 1802. So msichukue vitu for granted. Now that you still have it, you know you only miss the sun when it starts to snow. So hapo chini then kama ina ni kawaida. Suddenly there's no sun. Then you wonder how did it change? How did the world change? Yesterday we were looking forward to 2020. Everybody was saying 2020 will be my year. Who knew? That's why I say also being spontaneous is very good. Like me, I'm actually happy that I was spontaneous enough to take my holiday in January. At least I can say I'm one of the few people in this whole world when you washako on holiday, real holiday like vacay this year. It's just because of being spontaneous. Spontaneity. I hope we learn this. When you can do it and you have the opportunity to do it, if you see a chance and you know you can take that chance and you can afford that chance now, don't say kesho, at me I'm planning for my future. Take it now. If there's still food in the supermarket that you can buy for yourself now and your neighbors and the people you can afford to give. If you see that there's a chance to plant now, because one day you'll go to those shops of agriculture to buy those seeds and you want to find the seeds of seedlets of mbogas and stuff, they won't be there because all those people who produce those seeds will be helpless. So now is the time to go and grab those seeds and plant them so that you can help yourself and your neighbor. I tried to send money the other day home not just to this friend of mine, because when she was writing me that she was telling me she's financially down, so I'm her friend, so I need to help her. And I really wanted to help her. I go to my bank online. I'm trying to send money, a little bit of just a little cash through Walremit, and my bank is refusing. My own bank is refusing. Like they don't want me like us now to send money out of the country. They are now taking care of their money, because when your money is in the bank, it's not just your own money. The money belongs actually to the government. You just don't know. Like the Ministry of Finance, they watch over your account. They see what's happening in your account. So they're also careful now. They don't want money to go outside the country. You can like pay your stuff online within the country. You can pay your bills. You can send whatever. You can do PayPal and what. But now, slowly by slowly, sending money through Western Union, what outside the country is becoming trouble. They're starting to stop it. Koki wija gido luo. Kapo nini paro ni ngati moro ni loka. Nyami ni loka makata korona ko makato glitch. Nyami ni loka timo na sen. Inge jite timo na sen kuchu. Jo nyanya. Kwa nigi wache TV ni na sex for the teach. Na sex biro pesa mangeny. Ikwanyo no. Nyami ruti yone en gi family ne. Gibe nyagi survive ka. Pesa mo dioro ni onge. To kata ko oro ni. To kawo gi mwono sani nikech mo chopo time moko nyal ore. Kapo gi oro. Kawo mo kanu maber. Bergi pesa mosi nyawa na gimidwaro. Gima dier needed. The needs, not the wants. Kanti a lot, chamona lot gi kuon. Kapo dunya lo manage kuon no. To ka un godu, madhiru modu regi. Pesa no bere emergency moro ni yato rume ot, to ngato tue ot. Ni kata mana sabun malugo lweto no rumo, ngato dwaro sabun malu mondo tim. To sabune matindo modong.
moko muwitoga mago panga muwito witoka sabun sunlight sabun angada yeuru mondo utim gik mano timoga e school cha uchwako ukaw sabunde ko tuchwako tuloko uloso godo ginene uloso sop jedi kokia sabun moro matinde kaka ma elini sabun matinde luxurious matinde unyio e supermarket ni mara givino ngoli soap jelly when timoga ko in primary school cha. This is the soap jelly you used to do in school. You don't have to buy this thing. Those little soaps za kukatwa, those ones of that you throw away, those ones that you when in the village you see them at every store, those ones that the cow will come and eat up. Put them together and boil them, and then you make a soap jelly out of it. Because we have come to the point when we need that. We have to go back to that. If you don't have soap at home, my dear, you just look for the soaps that are lying around, boil them, and make soap jelly, so that we can have soap for washing hands. Because that's the most important thing now, washing hands. Not just hands. You know, you've been working the whole day in the sun, you've been sweating, you've been doing what, and then you come and somebody's giving you soap to wash your hands. When you finish washing your hands, you sit in a matatu, or you sit at your wherever you're sitting, and then you are sweating, then you do like this. Is your hand not dirty again? And you say, see, I've already sanitized. I've sanitized. I sanitized now. You sanitized, but your face was full of corona. You've already done that again. You are still in the same situation. So stay clean in every way. And that is why you're being told, avoid going outside. I mean, to crowded places or to where you're not supposed to go. Go outside for a walk, for fresh air, or sit in front of your door, your own door, for vitamin D, because you need vitamin D to stay healthy. You can do it if you organize yourselves and you communicate with the people you trust, because I know all of you in Kenya have the Mboga lady's number. If you don't have, I can give you one. I have a cousin of mine, a daughter of mine, my sister's daughter, who does mbogas, very good mbogas. She even has a shop now with stored mbogas in it. She's called Molly Kaunya. If you can get Molly, I've done for you an advertisement for free. But it's because it's necessary. So look for Molly Kaunya on Facebook or on Instagram. She does vegetables. You can get her number. Then such people, of course, can get you mbogas. Can put for you in a piki-piki, and then the piki-piki brings to your house and you give her money. And then such few people, even Uhuru Kenyatta should allow them to go and still get mbogas. All suppliers could get to them. You know, then you have your vitamins every day. You still go on with your life, and everybody is still safe, kinda. I'm just trying to give you the tips from the developed world. Again, maybe God knows why people like us are stuck in Germany or stuck in these countries abroad. Maybe to help our people back at home with the things we are seeing here. Meanwhile, listen to Proud Chocolate Radio, yeah? I've got a mix for you. Everything there is just charity. You'll not even hear any advertisements. I'm not doing anything for money on that radio. It is just for the sake of promoting our music and keeping us happy and lively. You can just Google it. You can, if you have TuneIn app, look for TuneIn app, and then you listen to Proud Chocolate. Or you Google, or you go to my website, www.proudchocolate.com, and then you get a link for the radio. Or if you have an iPhone, then just go to Apple Music and then type Proud Chocolate Radio. You'll not even hear one single advert in there. I don't earn a cent with that radio. In fact, I put all my money on it. So may God bless you guys. Let's play one song. Yeah. Sendi moko wigi ngado gam ni ngato kweno konya bete ga dot ano kadwa to ga honda ne ulundi mikaso no to dipike dot corona to nego no dhano a lot kigombo to njada chuni ni lob adiera kadoke iya dongo wang wachingu ne chamo anyinya nango umira pokanya moga morom koro okachano to gigino boda benda winjo ga na muom jada kenyo nego dingino umira katifwayo na alogo ngane okachano makogino we digigiri bana tigo buongo joro tenge benda nyalo makogino kajo mushiri no we disco who are you mondo ite ano kadwani asoe mapema takodhe poka miyo ich Nyasaye akwayo ni wenwa vile donge wajo richo ongogo ikelo corona ibolo sani emonego wating mihenji covida apargo chiko mihenji covida apargo chiko mihenji covida apargo chiko mihenji covida apargo chiko yeah. It's Depressor on the beat. Proud Chocolate. Yeah, thank you.